Karibu tena. Wakenya wanapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti tarehe 8 katika kaunti ya Taita Taveta, idadi ya kina mama ambao wamejitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi imeongezeka, huku wagombezi Jacinta Wanjala Mwatela na Joyce Wanjala Lei wa ugavana na useneta mtawalia wakiongoza kikosi kizima cha wanawake na uongozi katika eneo la pwani ya Kenya. Cecilia Wakesho anaarifu. Licha kwa mojawapo wa kaunti zinazodhaniwa zimetengwa, zamu hii ya kina mama katika kaunti ya Taita Taveta wameonekana kuvalia njuga uongozi. Kaunti yetu ya Taita Taveta tunapenda kuonekana sana kama kina mama. Majukumu yetu ni jikoni ama ndani ya nyumba pekee. Sisi tumesema tunataka nafasi nyingi zaidi, na tukipewa zile nafasi tunaweza kufanya kazi na kufanya vema sana. Aliyehudumu kwa wakati mmoja kama naibu gavana wa Banki Kuu ya Kenya Jacinta Mwatela kwa mara ya pili mtawalia anaandikisha historia kama mama wa kwanza katika pwani ya Kenya kuwania nafasi ya ugavana. Ingawa tulitangazwa washindi alafu tukatangazwa tena si washindi, mara hii tumejihami vizuri kwamba hakuna njia yoyote ile kwamba kutakuwa na mabadiliko ya matangazo baada ya kutangazwa mshindi. Japo kwenye uchaguzi uliopita mama huyu alijizolea kura 32,290 na kuibuka wa pili dhidi ya gavana wa sasa John Mrutu aliyepata kura 34,290, Mwatela ana matumaini tele kwamba mara hii uongozi utakuwa wake. Na vile wameona kaunti ikiendelezwa kwa njia ambayo si ya kufaa, wana motisha zaidi kuhakikisha kwamba Jacinta Wanjala Mwatela, yule ambaye anakataa ufisadi, sio hapa kwa kaunti peke yake, hata kwa nchi nzima, wanajua kwamba ataweza kusimamia mambo yao kwa haki. Aidha, mwakilishi wa kike Joyce Wanjala Lei ambaye sasa ameamua kuwania kiti cha useneta kupitia tiketi ya Jubilee baada ya kukigura chama cha ODM, huenda akawa mama wa kwanza kutoka pwani ya Kenya kuchaguliwa kwenye bunge la seneti. Lei ambaye amekuwa kwenye mstari wa mbele kutetea masuala ya jinsia angali na matumaini kwamba mswada wa theluthi mbili utapasishwa. Wanawake tumekaa mstari wa mbele kusukuma hiyo bill, tukazunguka tukilobi kila mahali, tulizunguka Kenya nzima. We are disappointed because at that time hakukuwa na watu wengi wa kuweza kutushika mkono. Hata katika serikali sasa hivi ndio wameonyesha they have that goodwill ya kuweza kupitisha hiyo bill. Uamuzi wa Joyce Lei kuwania useneta umeonekana kufungua ukurasa kwa wanawake wanne wanaotaka kufuata nyayo zake. Miongoni mwao ni Anisa Mwakio aliyeshinda mchujo wa chama cha ODM, Haika Mizigi kupitia tiketi ya chama cha Jubilee, mwakilishi wa wadi wa watu wanaoishi na ulemavu Rosina Kisochi na Priscilla Mwadime kupitia chama cha Wiper. Mama akipewa nafasi ya uwakilishi, yeye anafanya kama mama, anafikiria kama mama, kila kitu anatekeleza kama mama. Na wakati tunataka kuangazia mambo ya ufisadi, kabla mama hajajishirikisha katika ufisadi, yeye kwanza huangalia jina lake, familia yake, jamii itasema nini kuhusu yeye. Swala la walemavu katika kaunti ya Taita Taveta bado halijakubalika, na kwa sababu hiyo hata ninaposonga mbele kutaka kuwatetea katika haki zao mbalimbali zinazohusiana na ajira, zinazohusiana na mambo mengi, masuala ya kimaisha, ninaona kwamba bado halijafikiwa. Wakati mwingine mama ameonekana kama ni kiumbe kinyonge. Ni kwamba kwa mfano akisimama kiti ambacho kinapiganiwa na wanaume, anaona kama hataweza, na pia anapata vitishio. Kama ni kiti ambacho kwa mfano governor na useneta, anapata tishio kwamba labda yule mwanamume ndo anaweza zaidi, na vitisho vinakuwa vibaya kwa sababu anatishiwa mpaka na wamama wengine. Mbunge wa Taveta Daktari Naomi Shaban na Ruth Lelewi ndio wanawake wawili ambao wamejitokeza kuwania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Taveta kupitia chama cha Jubilee na ODM mtawalia. Uchaguzi wa mwezi Agosti unapokaribia,
wapiga kura wasiopungua 1114 katika maeneo bunge manne ya kaunti ya Taita Taveta wataamua iwapo kura yao itawaendea